Unajua kuna mambo mengine huwezi kuongea publicly hivi kila mtu akakusikia unapigwa na mke wako ndani. Tutakaa pembeni, au unapigwa na baba, tutakaa pembeni kwa dakika kadhaa, unatufuata, unatuelezea shida yako personal ambao hautaki mtu yote aifahamu. Sisi tutakupatia msaada wa kisheria bure kabisa, na kama utahitaji wakili, ni kama ni elimu tunatoa bure. Feel free kuuliza swali lolote ambalo unahisi labda ni la public, lakini pia kuwa huru kutuita pembeni kutuambia shida yako. Sasa tuna mada mbalimbali, kuna mambo ya ardhi, kuna mambo ya mirathi, kuna mambo ya uzazi na vifo, kuandika wosia, wanadili watu wa RITA, jinsi ya kuhifadhi wosia unafanyaje. Lakini pia kuna wakili hapa ataongelea mambo kadhaa. Lakini kwa sasa ningependa nimkaribishe afande Jacqueline atuelezee kwa ufupi kidogo mambo ya ukatili, tupate elimu, maana tunavyoona trends zinavyoendelea ukatili ni mwingi sana. Kuna ukatili wa kiakili, ukatili wa kiuchumi na ukatili wa kimwili. Kwa hiyo tukipata elimu hiyo, labda wewe kwenye jamii yako inaweza kuwa ufanyiwe wewe, ila kwenye jamii yako kuna mtu anapitia changamoto hiyo, unatakiwa pia utueleze. Hatuto disclose jina lako kama wewe ndio umesema, sisi tuna taratibu zetu tunazozifuata ili kila mtu akae kwa haki, usawa na amani, ili tuweze kupata maendeleo. Kwa jinsia zote mbili ana mamlaka ya kufanyaje, ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo haijalishi kwamba ni baba au mama, wote wana mamlaka sawa kwa mujibu wa sheria kufanyaje, kumiliki ardhi. Sawa. Tunajua kwamba kwa jamii zetu za kifugaji, nikiwepo mimi Masai, si ndio? Huko nyuma tunaamini kwamba ardhi ni mali ya mzee pamoja na mifugo, yani mali yote, si ndio? Lakini kwa sheria zetu za ardhi, sheria ardhi ya vijiji namba ngapi? Nani anajua? Sheria ardhi namba ngapi? Ya vijiji namba ngapi? Namba mtendaji. Sheria ardhi ya vijiji namba 4. Ardhi ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 imetoa haki kwa watu wote kumiliki ardhi bila kubagua rangi, sijui dini, sijui jinsia. Sawa? Sawa Lakini hivyo hivyo sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka huo imetoa usawa huo. Sawa? Lakini mnajua inapotokea changamoto, mnajua utatuzi wa migogoro ya ardhi kwamba inatatuliwa vipi? Eti wananchi wanafuko. Au ikitokea labda natolea mfano mzee wangu pale Samani na huyu hapa wakiwa wanagombania mipaka ya ardhi. Ikawa ni si mgogoro tayari. Mashauri wanapeleka wapi? Mahakama ya wilaya yao. Nimeona, mimi naitwa Solomon Kisioki, diwani wa kata ya Loksale, na nimewapokea wageni kutoka ofisi ya sheria kutoka wilaya, lakini ofisi ya RITA pamoja na ofisi ya dawati la jinsia polisi, na watu wanaotoka kuna ofisi fulani inayoshughulikia na mambo ya jinsia ambao ni kama idara 5, na wamefundisha vizuri, na kwa kweli tuliona kwamba hili jambo linasaidia sana kwenye jamii, na wajumbe walipokea kwa usahihi kwa sababu waliwasilisha mada waliowasilisha kwa usahihi na kwa jinsi ambavyo inatakika. Lakini nimefurahi kwa jambo ambalo limewasilishwa kuhusiana na mambo ya RITA, inahusiana na mambo ya mirathi pamoja na wosia. Maandalizi hayo yote yatafanyikaje, na wamepata elimu hiyo. Lakini pia wameelezea jinsi ya kushughulikia tatizo la jinsia. Wameelezea na watu wamefurahia na wameelewa kwa kweli. Lakini wameelezea jambo lingine la kuhusiana na mambo ya sheria, wapi watakimbilia pale ambapo wanapata tatizo kama hilo la kuonewa, vichapo vya watoto, ukatili. Wamejaribu kuelezea kwa kina, lakini nashukuru kwamba limekaa vizuri na watu wamepokea, na tutaendelea kwenda kuwaelimisha na watu wengine, wananchi wengine.